kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia bajeti ya wizara hii ya uchukuzi ambayo ni wizara muhimu sana kwa ajili ya uchumi wa nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2020 tuliweza kuwasilisha kitabu kwa Watanzania kinachoita Ilani ya Uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Ilani hii ilikuwa na kurasa zipatazo 303. Ilani hii pamoja na mambo mengi kwenye sekta ya uchukuzi ilizungumza maneno mazito sana kwenye ibara ya 58 kwenye sehemu ile ya uchukuzi. Ilieleza kwa wazi kabisa kwamba sekta ya uchukuzi, Chama cha Mapinduzi kinatambua kuwa uendelezaji wa miundombinu ni hitaji la msingi katika kuchochea na kuwezesha maendeleo ya sekta ya kiuchumi na kijamii. Ilieleza waziwazi ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ambayo ni kitabu ambacho ni mwongozo wa maendeleo. Wanasema siku zote tembea kwenye maneno yako. Kwa hiyo kwenye hili naomba niseme, wakati naenda kuchangia, Chama cha Mapinduzi na serikali yake imetembea kwenye maneno yake. Imetembea kwenye maneno yake kwamba itaboresha sekta ya uchukuzi, na kweli imeboresha. Kwenye hili naomba niseme waziwazi, kwa hakika Mheshimiwa Rais ameonekana wazi kwamba yeye anasimamia vizuri maendeleo ya taifa letu. Kwenye sekta ya uwekezaji mimi nitachangia kama maeneo matatu. Nitachangia upande wa bandari, nitachangia reli, lakini nitamalizia upande wa anga, kwa maana sekta ya usafirishaji wa anga ambayo nitaeleza kwa ufupi sana katika maeneo hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa Rais, kama nilivyosema, kwenye sekta hii amefanya kazi kubwa, fedha nyingi zimetolewa na tunaona namna ambavyo sekta hii inachochea uchumi wa Tanzania. Lakini ukienda kwenye ibara ile ya 59 imesema chama kitaelekeza serikali kuendelea kuwekeza katika miundombinu ya kimkakati. Miundombinu hiyo inajumuisha reli, viwanja vya ndege pamoja na bandari. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye eneo la bandari, kwenye eneo hili niseme kwa wazi kabisa, nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri ndugu yetu Profesa Mnyambarawa pamoja na naibu na katibu mkuu na watendaji wote kwa namna walivyosimamia kwa dhati maono ya Mheshimiwa Rais. Kwa hakika Mheshimiwa Mbarawa, hongera sana, kazi umefanya nzuri. Ninajua kuna kipindi weti ilipungua, lakini Mungu atakuongeza weti kwa kazi kubwa uliyofanya wa Tanzania. Ulisimama kidete katika kusimamia jambo hili, lilikuwa na kelele nyingi, lakini leo wanaona aibu kwa kazi kubwa uliyofanya. Leo umeeleza hapa kwamba katika kipindi cha mwaka huu kuongeza zaidi ya bilioni 1.7 ambayo kimsingi haijawahi kupatikana katika eneo lolote. Hayo ni mafanikio makubwa katika nchi yetu. Lakini kama itoshi, tumeona uwekezaji mkubwa kwenye eneo hili. Kwenye eneo ile bandari ya Dar es Salaam ilikuwa na maneno mengi kwa miaka 4 iliyopita. Ilikuwa na maneno mengine kwamba magari ambayo yanahifadhiwa pale sehemu haitoshi kwenye ile roro ambayo inapokea magari. Lakini kama haitoshi, gati namba 1 mpaka namba 3 imeboreshwa, gati namba 4 namba 7 imeboreshwa. Leo tunavyoongea, ushushaji wa shehena umeongezeka kwa kiwango kikubwa, ambayo ni tofauti na huko nyuma, ambayo ilikuwa ni kero kubwa kwa ajili ya bandari yetu ya Dar es Salaam, na hata ilitishia baadhi ya wateja kutokuja. Lakini kama haitoshi, tumeenda kukaribisha sekta binafsi. Kazi hii kama kamati tumeiona ni kazi kubwa. Leo tunavyoongea tumepunguza gharama za uendeshaji kwa 30% ambazo zilikuwa zinafanyika wakati inaendeshwa na serikali. Kwa hiyo maana yake nini? Ni kwamba mwekezaji amekuja kuwa ni sehemu ya uboreshaji wa bandari ya Dar es Salaam, ambaye leo imekuwa ni kimbilio katika nchi zinazotuzunguka katika ukanda huu wa nchi 8. Kwa hiyo nataka niseme nini, Mheshimiwa Mwenyekiti? Niendelee kuwaomba sana wizara, endeleeni kusimamia mipango ambayo ipo kwa ajili ya gati namba 11, namba 8 mpaka 11 pamoja na 12 na 15, ikiwemo pale eneo la kupokelea mafuta, matangi 15 yale ambayo yatasaidia kuwa na hifadhi ya mafuta nchini,
hata likiyumba soko la mafuta duniani, bei itabakia pale pale na itaendelea kuongeza uchumi wa nchi yetu. Kazi hii endeleeni kuifanya kwenye ile eneo la single receiving terminal, iendelee kwa kasi ambayo imeanza, na kwa hakika najua Mheshimiwa Waziri utaendelea kusimamia jambo hili. Hongera sana kwa kazi nzuri ya bandari ya Dar es Salaam, lakini tunaona bandari ya Tanga, bandari ya Mtwara, kazi nzuri inafanyika. Endeleeni kufanya hivyo hivyo ili kuongeza uchumi wa Tanzania. Lakini eneo hili la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa na gharama za uendeshaji zilivyopungua. Tumeweza kuongeza bakaa la mapato. Bakaa la mapato lilikuwa bilioni 45, lakini leo bakaa la mapato limekuwa bilioni 142. Ni jambo kubwa ambalo halijawahi kutokea. Fedha hizi zitaenda kufanya kazi kubwa ya kujenga hospitali, kujenga shule, kujenga barabara ambazo wabunge wote wamekuwa wakisema hapa, kwa sababu mapato yatapatikana kwa wingi katika eneo hili. Ndio maana Mheshimiwa Naibu Mwenyekiti, tunaposikia watu wanasema no reform no election, si kwa bahati mbaya. Hata wewe uogopi kwa maendeleo haya, lazima useme no reform no election, kwa sababu ukiingia uwanjani unapigwa asubuhi bado kweupe. Hauna sababu ya kupata aibu, bora uweke mpira kwa pani, ondoka. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Spika, Mwenyekiti, ninaamini kwamba hata mimi ningesema no reform kwa hali iliyofanywa na Mheshimiwa. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Hapa kwangu Kingu. Mheshimiwa Mtaturu, kuna taarifa kutoka Mheshimiwa Kingu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpe taarifa mchangiaji anayechangia kwa uzalendo mkubwa sana, mbunge pacha na jirani yangu, kwamba kilio cha no reform no election lazima kitaendelea, kwa sababu kwa impact hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo shirika la ndege peke yake sasa hivi linaingiza jumla ya mapato ya dola milioni 354 kwa miaka minne, sekta ambayo inaelekea kuwa sekta ya 3 katika kuleta forex za nchi. Nani atakuja kwenye uchaguzi kushindana na CCM? Kwa ninampa mchangiaji taarifa ya kwamba kwa namna ambavyo uchukuzi wameupiga mwingi, kwa kweli no election no reforms wataendelea kuisema, kwa sababu hakuna wakuja kukompiti na Chama cha Mapinduzi kwenye uchaguzi ujao. Mheshimiwa Mtaturu, naipokea taarifa. Mheshimiwa Kingu. Mheshimiwa Mwenyekiti, napokea taarifa kwa heshima ya pacha wangu Bariki Kingu, lakini naomba niseme tu kwamba hata wale wanaosema hatuchezi nao pia naona ni hao wanafanana na hao ambao wanasema no reform no election, kwa sababu hali ya mziki wa Mpanzu na wengine ni mkubwa sana pale watakapoona tunaenda kubeba bombe la. Mheshimiwa Mtaturu, malizia nusu dakika. Mheshimiwa, nimalizie eneo la reli. Reli imefanyika vizuri Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Mwenyekiti, imefanyika vizuri sana reli na uwekezaji mkubwa. Tumepata zaidi ya bilioni 60 katika muda mfupi, ni jambo kubwa. Lakini hata balozi wa Marekani alipopanda kwenye ile treni aliona ni bora kuliko ya Marekani. Maana yake ni kazi kubwa iliyofanywa na serikali yetu. Lakini niombe sana eneo moja tu Mheshimiwa, na dakika moja tu, eneo la viwanja vya ndege. Viwanja vya ndege vilisemwa vitajengwa katika viwanja 11, viwanja vya Songea, Iringa, Msoma, Tanga, Dodoma pamoja na Singida. Lakini naona viwanja vingine vinajengwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe na kiwanja cha Singida kiko karibu na makao makuu ya nchi na chenye kiangaliwe, na nitaomba Mheshimiwa Waziri, kwa sababu nimechangia kwa uzalendo kwenye eneo hili, nikuombe unaposimama uwaambie watu wa Singida kiwanja cha Singida kimekwama nini, ili na sisi wale watoto wa Dar es Salaam ambao hawajawahi kuja Singida warudi nyumbani, waje wapande ndege, kwa sababu wengine wamesema bila ndege hawarudi nyumbani. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya maneno haya naomba kuunga mkono hoja. Asante sana, 100% Dr. Samia mitano tena. Asante sana Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Miraji Jumane Mtaturu. Nakushukuru sana Mheshimiwa. Tunaendelea na Mheshimiwa Livingstone Joseph Lusinde. Mheshimiwa Abubakar Damian Asenga ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti,